furaha tele ndio bana mapema ndani ya bwana. Kwa leo nina furaha sana ambapo naenda kukutana na timu ambayo tunapata matokeo kwa ugumu, na leo hii hiyo timu naamini itaenda kucheza kwa udi na uvumba kutaka kupata matokeo kutoka Simba, lakini Simba leo anaenda kumnyosha asubuhi kweupe kabisa. Asubuhi kweupe bana. Katika mchezo uliopita ama baadhi ya michezo michache watu wanalaumu, wanasema kwamba timu haichezi vizuri licha malengo ambayo Simba wamejiwekea katika michezo hiyo kufanikiwa. Hili kwa upande wako unalizungumza kwa na ipi kuelekea mchezo wa leo? Kwanza wanaosema timu haichezi vizuri siwezi nikapingana nao, kwa sababu ukiangalia tumetoka kwenye dirisha kubwa la usajili. Ukiangalia Simba tumeweza kuacha wachezaji wengi na kuweza kuingiza wachezaji wengi wapya. Kwa hiyo pengine bado hawajawa na mwelewano mzuri. Unajua ukitaka kuisema timu inafanya vibaya, at least wewe umeangalia mechi 7, 8 mpaka 10 ndio unaweza ukasema imecheza vibaya. Lakini ndio kwanza michezo mitatu wa kimataifa miwili na wa ligi mmoja, leo tunaenda wa ligi wa pili. Huwezi kuisema kwamba inafanya vibaya. Kwa Mungu wa Juma Ramadhan Mgunda, Simba Sports Club ya Suleiman Matola, kizani utakuwa namna gani? Hawa wawili wameshawahi kukaa pamoja kuhudumu katika vipindi tofauti ndani ya kikosi cha Simba. Labda kuna namna ambavyo Mgunda ni kama anaijulia Simba, na tumeona baadhi ya michezo kidogo, mchezo wa msimu uliopita Simba ilikuwa na wakati mgumu sana mbele ya Namungo. Hii inaenda kuwa ni bato ngumu sana kwa sababu Mgunda amekaa Simba na ameifundisha Simba, lakini anatakiwa ajue kwamba wachezaji aliokuwa anawafundisha kuna waliopo na kuna ambao hawapo. Kwa hiyo yameingia maingizo mapya kabisa ambayo yeye hajakutana nao, lakini ninachokiamini tunaenda kucheza nao kwa kuwaheshimu, kwa sababu Namungo ni timu nzuri, ni timu bora, na kila mmoja anaelewa tunapokutana na Namungo tunapata matokeo lakini kwa tabu sana. Kwa nini? Kwa sababu nao wanakuja kucheza na Simba, huwa wanakuja na discipline ya hali ya juu. Kwa hiyo Namungo anapokutana na Simba ndio sehemu ya wachezaji wao kuweza kujitangaza ili angalau waweze kupata nafasi ya kusajiliwa katika hivi vilabu vikubwa viwili. Leo tuambie bana, uwepo wa mashabiki siku ya leo unaongeza kitu gani katika mchezo huu? Bwana, leo ninaamini ule mchezo wa juzi uliopita, pengine mchezo wa kimataifa, timu ilionekana tulishambuliwa sana kwa sababu mashabiki hawakuwepo. Lakini kwa leo ni mchezo wa ligi, mashabiki wapo uwanjani, naamini kutakuwa na mabadiliko makubwa sana, kwa sababu tunapokuwa ndani ya viti vya Benjamin Mkapa, timu iko kwenye pitch, zile kelele zetu na shangwe na hari na kuwaimbia kwa nguvu zote, kiukweli ndani ya mioyo yao wanajua kabisa tuna watu nyuma yetu na wanahitaji kitu. Hivyo watapambana kwa udi na uvumba kuhakikisha tunapata alama 3 za kuweza kutuweka sehemu nzuri katika kwenda kuwania ili taji la NBC ambalo tumelikosa takriban kwa misimu 4 mfululizo. Yes, tuambie mchezaji gani ambaye unatamani kumuona siku ya leo mara baada ya kutokuwashuhudia wachezaji ukiwa uwanjani pale katika mchezo huu? Mimi wachezaji wangu wote wa Simba, yoyote atakayopata nafasi ya kupangwa leo kuanza au atakayokuwa sababu, yoyote atakayopata nafasi mimi niko pamoja na yeye. Mimi katika wachezaji sichaguagi hata mmoja, wote ni wa kwangu na wote wamesajiliwa kwa ajili ya kuitumikia Simba Sports Club na wamesajiliwa kwa ajili ya kuwatumikia mashabiki wa Simba Sports Club kwa ujumla. Lema, mwenzako jana mtani wako Young Africans amepoteza alama 2 kwa kupata sare. Inatoa pressure gani kuelekea mchezo huu wa leo, ili hali unakumbuka matokeo ya nyuma yeye ametoa sare katika mchezo wake wa pili wa ligi, wewe unacheza mchezo wako wa pili? Yeye kutoa sare kwa upande wangu mimi ni furaha kusema kweli. Unajua siku zote mpinzani wako anapopoteza, hiyo inakuwa ni furaha kwetu sisi ambao ni watani wa jadi. Kwa mimi nilifurahi sana, na tunaona ni jinsi gani Mbeya City waliweza kucheza mchezo mzuri, waliweza kupambana kupiga bato ya kweli, lakini pia hata Mbeya City walikosa tu utulivu, walitakiwa waondoke na alama 3 zote kwa pamoja. Ndio nilichokuwa nakiombea mimi. Tuliona hata dakika za mwisho Mbeya City waliweza kukosa goli la wazi kabisa, lakini yote kwa yote kapoteza alama 2, kwangu mimi ni furaha. Haitengenezi pressure kuelekea mchezo huu mkikumbuka ya huyu kwamba nanyewe mnashindana kushinda, haielezi kaleta tatizo? Sisi huwa hatuwekaji pressure kwenye mchezo wetu, kwa sababu unajua ni michezo ni mingi. Kwa hiyo kama amepoteza jana, mimi sijui kama nitapoteza au sitopoteza. Kwa hiyo michezo iko mingi sana. Kwa hiyo mimi kwa jana
nimefurahi kwa sababu ndio yeye kashapoteza tayari. Kwa hiyo mimi za kwangu naendelea kuombea Mungu kila game mtakayokutana nayo yoyote tupambane naye niweze kumfunga. Ndio furaha yangu mimi. Tuzungumzie kidogo kiwango cha Morris Abraham, kama anashangazwa na Simba sasa kwa kile ambacho anakifanya pindi ambapo anapata nafasi ya kuaminiwa kuwa aidha katika kikosi kinachoanza ama wachezaji wa akiba ambao wamepata nafasi ya kuingia katika mchezo. Bwana Morris Abraham ana utulivu wa hali ya juu sana kwenye kikosi chetu cha Simba Sports Club, japokuwa wachezaji wote wana utulivu, lakini kwa ule kijana ukiangalia ni kijana mdogo ambayo kwenye ligi yetu hajacheza sana tuseme, lakini amekuwa na utulivu, amekuwa na kujiamini. Lakini ninachokiona hatokaa muda mrefu katika timu yetu ya Simba Sports Club. Unamuona anaenda Ulaya. Na uzuri mmoja, timu yetu ya Simba Sports Club, mchezaji yoyote akihitajika na timu nyingine yoyote kutoka nje, huwa hatuna tabia ya kuweza kumbania mchezaji kama wenzetu wanapobania wachezaji kwenda nje. Yule mimi naamini hatutaka naye kwa muda mrefu. Kwa siku chache ambazo amehudumu ndani ya kikosi, ni siku chache, lakini simuoni kuendelea kukitumikia kikosi cha Simba Sports Club. Namuona akivuka mipaka. Yes bana, nikushukuru sana. Asante sana.